Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaelezwa kuwa kwenye kiza cha mtafaruku baina ya viongozi wakuu, chanzo kikidaiwa kuwa ni fedha ambazo zimeanza kupenyezwa ndani ya chama hicho ili kuvuruga na ikiwezekana kuondoa uongozi wa juu uliopo, yaani mwenyekiti Tundu Lissu na makamu mwenyekiti Bara John Heche. Kwa muda wa wiki moja tangu vikao vya kamati kuu vya chama hicho vikaliwe Kigoma Juni 30, 2026, zimeenea taarifa kwenye mitandao ya kijamii juu ya tuhuma dhidi ya Heche kudaiwa kupewa mamilioni ya fedha ambayo ni michango ya wadau kusaidia shughuli za chama hicho, lakini kiongozi huyo hakuzikabidhi kwenye chama bali alibaki nazo. Katika madai hayo yalieleza kuwa kiongozi huyo alikiri kufanya hivyo na kamati kuu ililazimika kutoa jambo hilo nje, badala yake waridhiane ndani kwa ndani na kujiponya. Hata hivyo, siku za karibuni zimeibuka tuhuma mpya dhidi ya Heche kuwa anashirikiana na wafanyabiashara kwa lengo la kuvuruga biashara ya mafuta nchini. Tuhuma hizi zimetolewa na kada wa chama hicho Lembrus Mchome na watu wengine. Hata hivyo, upepo umebadilika siku 4 zilizopita, ambapo inadaiwa kuwa tuhuma hizi ni za kumchafua Heche na zinaendeshwa na makada wa chama hicho wakishirikiana na watu wengine, ikidaiwa kuwa wanaoendesha propaganda hizi walilipwa fedha kwa lengo la kwenda kushawishi kwenye kamati kuu ili Heche akubali kuingia kwenye maridhiano na serikali na Tundu Lissu haachiwe, jambo ambalo linadaiwa kuwa Heche alikataa. Baada ya kutupitisha mwanahabari wetu Agape Akio, na sasa tupitie kile ambacho kimeandikwa na wanaharakati pamoja na viongozi mbalimbali katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambazo ujumbe hizi zimeweza kugusa hisia za wengi na kutoa maswali mazito. Na tuanze na kile ambacho amekiandika Mange Kimambi. Amedai kuna mgawanyiko mkubwa unaendelea ndani ya Chadema, akieleza kuwa baadhi ya viongozi na wanachama wa chama hicho wamekubali kushawishiwa kuingia kwenye maridhiano na CCM, hali ambayo imewaacha makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche na mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu wakiwa katika hali ya shinikizo kubwa. Hichi amekiandika Mange Kimambi, lakini pia kumbuka hata siku ya jana alizungumza akasema kupitia ukurasa wake wa X, wanaharakati wa mitandao ya kijamii ambaye ni Mange Kimambi pia alizidi kueleza kwamba akasema pesa ambazo zimechangwa na wananchi ni kwa hiari yao wenyewe, na akasema kwamba pindi ambapo Tundu Lissu atakapotoka gerezani basi watakwenda kumnunulia gari aina ya Rolls Royce. Akieleza hivyo bana Mange Kimambi. Na kila ambacho amekiandika pia God bless Lema ameandika akasema maadhimio ya kikao cha kamati kuu kilichofanyika Kigoma yatatangazwa hivi karibuni na viongozi wakuu wa chama. Nina matumaini ya kwamba yatatoa majibu kwa kelele na mijadala mingi iliyoibuka hivi karibuni. Hata hivyo, iwapo itanilazimu kutetea heshima yangu binafsi dhidi ya kauli mbalimbali na dharau na upotoshaji, nitafanya hivyo kwa ufasaha, na sikitika ya kwamba naweza kujikuta katika jaribio hili, lakini heshima ya mtu si jambo la kupuuzwa. Hii ni kauli ambayo ameandika God bless Lema kwenye mtandao wake wa kijamii. Kumbuka kila ambacho alikizungumza Mange Kimambi ya kwamba wao wanazunguka John Heche na kukubali kuingia maridhiano na Chama cha Mapinduzi CCM. Na hii ndio habari ambayo imeguswa vichwa kwa uzuri kabisa. Hebu moja kwa moja tuweze kutambua kile ambacho kinachoendelea, na hichi ndicho ambacho kilikuwa kikigusa vichwa vya habari, na huu ndio ukweli ambao tumeuzungumza kwa yale ambayo yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Hii ni Muhenga Media.